Ziada ya hapo, jambo linalofuatia katika haya masiku ya mwishoni ni kuelekea ibada nyingine inayofungamana na kuisha kwa Ramadhani, na ibada hiyo ni zakatul fitri. Zakatul fitri ni ibada ambayo imefaradhishwa katika sheria yetu hii ya Uislamu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, amesema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-fitra sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin ala al-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Amefaradhisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri. Imeitwa zakatul fitri kwa sababu inafungamana na kufungua. Kwa Kiswahili tunaweza kusema zaka ya funguo wa Ramadhani. Kwa hiyo inaanza wakati pale mtu anafungua katika Ramadhani, ambayo kama itakuwa ni kesho ndio mwisho, basi kuanzia jua linazama, hapo ndipo zakatul fitri inaposimama hukumu yake. Maana ndipo watu wamefungua sasa kutoka kwenye Ramadhani kwenda katika masiku ambayo wanaruhusiwa kula katika michana yake. Kwa hiyo amefadhilisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itolewe zakatul fitri kuanzia muda huo ambao ni muda ambao imehakikika fitri. Atoe mtu sa'an min sha'irin, sa'an min tamrin, pishi ya tende au pishi ya shairi. Huu wajibu ni kwa kila mtu, awe mtumwa, awe huru, mwanaume, mwanamke, mdogo, mkubwa katika Waislamu. Wote hawa wanawajibika kutoa zakatul fitri. Na muda wa kufaa kutoa zakatul fitri ni kuanzia siku moja ama siku mbili kabla ya Eid. Kama Eid itakuwa Jumapili, basi ilifaa kutoa zakatul fitri kuanzia siku ya leo. Na kama Eid itakuwa ni Jumatatu, basi inafaa kutoa zakatul fitri kuanzia kesho Jumamosi. Na kesho kuna uhakika kwamba ni siku ambayo inafaa kutoa zakatul fitri, kwa sababu kama haitakuwa ni siku ya kwanza, kama haitakuwa ni siku ya pili, basi itakuwa ni siku ya ngapi? Ya kwanza. Kama haitakuwa ni siku ya pili, itakuwa ni siku ya kwanza. Ina maana kwamba kama haitakuwa ni siku ya mwisho, basi itakuwa ni siku ya pili kutoka mwisho, hiyo kesho Jumamosi. Kwa hiyo itafaa kutoa zakatul fitri kuanzia kesho Jumamosi. Sawa sawa, Jumapili itakuwa Eid au itakuwa ni Eid Jumatatu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama akaamrisha zakatul fitri wa amara biha an tuadda qabla khuruji an-nas ila as-salat. Akaamrisha watu watoe zakatul fitri kabla hawajaelekea katika salatul Eid. Kwa zakatul fitri inatolewa kabla ya watu kwenda kuswali salatul Eid. Ni hikma gani za kutoa zakatul fitri? Imekuja katika hadithi iliyopokelewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akisema faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-sa'im. Amefaradhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake zakatul fitri kwa lengo la kumsafisha aliyefunga. Kumsafisha na nini? Minal laghwi warafathi, kumsafisha kutokamana na upuuzi aliofanya katika mwezi wa Ramadhani, kumsafisha kutokamana na madhambi na maovu aliyofanya katika mwezi wa Ramadhani. Tunafahamu katika mwezi wa Ramadhani kunazuiwa kufanyika mambo ya kipuuzi. Kwa hiyo ikiwa mtu aliyafanya haya mambo, basi kitu kitakachokuja kumsafisha na kumtakasa ni nini? Ni zakatul fitri, kama ambavyo jina lake lilivyo. Jina lake lilivyo ni zakatu, yani ni kitakaso. Kwa hiyo kitamtakasa, kitamsafisha yule aliyeitoa zakatul fitri kutokamana na mapungufu yaliyopatikana katika saumu yake ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hikma nyingine akasema wa tu'matun lilmasakin, pia ni chakula kwa masikini, kwa maana wale ambao hawana uwezo wa
kupata chakula katika siku ya Eid, basi ukiwapa zakatul fitri unakuwa umeomba chakula. Hiyo ni katika hikma ya kutoa zakatul fitri. Na baada ya hapo akasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman addaha, akasema Ibn Abbas, faman addaha qabla as-salat fahiya zakatun maqbula, mwenye kutoa zakatul fitri kabla ya kuelekea sala, basi itakuwa ni zaka, sadaqa ambayo imekubalika, imekubaliwa kwa sababu imekidhi vigezo. Waman addaha ba'da as-salat fahiya sadaqatun min as-sadaqat, ama atakayekuja kutoa baada ya salatul Eid, basi hiyo itakuwa ni sadaka kama zilizokuwa sadaka zingine, haitakuwa zakatul fitri. Unafuatilia channel ya Al-Muzan Online TV. Ungana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, ifahamu manhaji salafi kupitia njia ya wema waliotangulia.